Haleluya. Leo tunaingia kusoma neno la Bwana, na neno lenyewe liko kitabu cha Isaia 45. Tutasoma tu tukilukaluka tu zile mistari. Hii ndiyo nilikuwa nafundisha last Sunday, kukawa tu na mambo kidogo kidogo hivi. So nataka kunena kuhusu mpako wa mafuta wa Mungu. Mahali umekaa ujue wewe ni mpako mafuta wa Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Na inasema hivi, kuanzia hapo tu mstari wa kwanza. Hili ndilo asemalo Bwana kwa mpako wa mafuta wake Koreshi, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, kuitiisha mataifa mbele yake na kuwavua wafalme silaha zao, kufungua milango mbele yake ili malango yasije yakafungwa. Bwana asifiwe. Hapa ni Mungu alikuwa ananena na mtumishi wake Isaia, anamwambia yeye ni mpako wa mafuta wake, na anamwambia vile ataifanya mataifa kutii mbele yake. Ujue wewe ni mpako mafuta wa Mungu. Kuna mambo Mungu anaenda kufanya mbele yako. Kuna mambo unaangalia unayaona yakiwa magumu, mazito, na hayo yote Mungu atakuja kuyafanya yawe mepesi, yawe nyororo. Kama ni kuenda, unaenda, atakuwa mbele yako akiwa amekufungulia milango. Hapo chini anasema hata wafalme atawafua silaha zao. Kuna huko nje ama kwa maisha yako, kuna mambo mengine yamekaa ni kama ufalme wa giza, tuseme hivyo. Kitu unajaribu kufanya hivi inashindikana, lakini Mungu mwenyewe anasema ataziondoa hizo silaha. So yale mambo yamekuinukia, yale mambo unaona yakiwa magumu mbele yako, Mungu atakuja kuyaondoa. Atakuja kuyaondoa. Hapo tukiteremka kidogo hapo anasema pia atafanya kufungua milango mbele yake, na ili milango isije ikafungwa. So kwa maisha yako kuna mambo unayatarajia, pengine ni promises Mungu amekupea, kama vile tu alikuwa amewaahidi wana wa Israeli watatoka nchi ya Misri. Kuna yale mambo tunayajua na tunayafahamu vizuri, Mungu alikuja kuyatenda. Wale wanajeshi wa Misri, si alikuja kuwamalizia kwa mto, kwa bahari, ndio afikishe wanawake mahali alikuwa amewaahidi. So kwa maisha yako yale mambo unaona ni kama yamekuwa magumu sana, jua kuna Mungu utakuja kufanya hayo mambo ikuwe sawa. Milango atakuja kukufungulia, hakuna mtu ataweza kuifunga. Tukiteremka hapo mstari ya pili anasema hivi, nitakwenda mbele yako na kusawazisha milima, nitavuja malango la shamba na kukatakata mapigo ya shuma. Nitakupa hazina za giza. Yani hazina za giza, si hata Yesu mwenyewe alipokufa
Si Mungu alimpea funguo za kwa wafu, akafufuka, akatoka huko akiwa na uzima hapo. uh-huh. 3b. Kwa hii dunia kuna vitu mingi sana, zingine Mungu ameahidi ni zako, lakini shetani ameshukulia nafasi ya kuzifisha, usije ukaipata. Naye Mungu mwenyewe anasema zile mali zenye zimefishwa mahali pasili. So hapa Mungu anaahidi wana wa Israeli akinena na kinywa cha Isaia, kuna vitu zimefishwa mahali pasili. Nataka na wewe ujue leo kuna vitu Mungu ameweka mahali pasili juu ya maisha yako. Kile cha muhimu ni kumtii Bwana. Ndio hizi vitu zenye ziko kwa mahali pasili zikuje zikufikie. Bwana asifiwe. Alipokuwa ananena hivyo hapo chini anasema ili upate kujua kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wa Israeli akuitaye kwa jina lako. Bwana asifiwe. Utakapomtii Bwana, hizi vitu ziko mahali pasili zitakuja kukufikia, na wewe utakuja kujua kweli huyu ni Bwana. Bwana asifiwe. Hapo chini anasema hivi, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu, Israeli niliyemchagua, nimekuita wewe kwa jina lako na kukupa jina la heshima. So mtii Bwana, tutakapopata zile mali zenye ziko pahali pasili, ni kweli kuna jina litakuja kubadilika. Saa hii tuseme kwa mfano, si huwa tumezoea kupitia hii hapa chini. Saa hii nimefika hapa, mchungaji ananiambia nimesweti mpaka mikono na ile siku Mungu atanibariki anipe gari, si bado hata huko nje kwenye tunakaa na wao huko, si bado watanibadilishia jina? Si watanipea jina ingine na hii jina itakuwa ni Mungu tu atakuwa amesababisha hiyo jina ikuje. Ukiwa na kakitu, watu wengi hawasemagi John, wanasema unaona yule tajiri, si ndio? Bwana asifiwe. Haleluya. So tukiendelea na tumtii Mungu, kuna vitu na kutubadilishia mpaka maisha, kutubadilishia mpaka majina. Bwana asifiwe. Na Mungu mwenyewe anasema hivi, usije ukajidharau vile tulivyo. Mungu amekuita wewe bro, Mungu amekuita na jina lako, anakujua vile vile. John Munene, Alex na mama na Tony, Mungu amemuita, kila mtu anamjua na jina lako na jina lake. Bwana asifiwe. Kama mstari ya 5, mimi ndimi Bwana wala hakuna mwingine, zaidi yangu hakuna Mungu. Nitakutia nguvu ingawa wewe hujanitambua, ili kutoka mawio ya jua mpaka machweo yake watu wapate kujua kwamba hakuna Mungu mwingine
ila mimi. Mimi ndimi Bwana, wala hakuna mwingine. Unajua wengi wetu, hiyo kama mstari ya 6 kuna wimbo inaibwa na mwimbaji anaitwa PJ Kongo. Nasema hivi ni kama ombi. Nasema ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre owe ũĩ kũrĩa riũa riumaga, kitu kama hiyo. So kama Mungu yeye mwenyewe si anajua mahali jua huwa inatoka na wewe juu Mungu aliumba vitu hizi zingine zote, alafu baadaye akaona acha niumbe mtu mwenye anafanana na mimi na sisi ndio awe anatawala hizi vitu. So tukubali kumtii Bwana na kujua kutoka venye jua limeshomoa pale asubuhi na venye litaenda maagizo jioni, tujue hakuna Mungu mwingine. Bwana asifiwe. Nataka tuende hivyo, turuke mpaka ka mstari ya 19. Huko kwingine si tutaenda kusoma tu. Hiyo 19 inasema hivi: sijasema sirini kutoka mahali fulani katika nchi ya giza, sijawaambia wazao wa Yakobo munitafute bure. Mimi Bwana nasema kweli, ninatangaza lililo sahihi. Bwana asifiwe. Ndĩrĩthome na Gĩkũyũ. Ndirĩ ndaria na hitho ta ndĩ bũrũri wa nduma. Ndirĩ ndĩrera rũciaro rwa Jakubu ũũ nongoriai tũhũ. Hii mstari ya 19 iko na maneno mazuri sana. Msifikirie ati yani Mungu mwenyewe ndiye anasema sijawahi waambia wana wa Yakobo munitafute bure. Wakati mnapojitayarisha, wakati mnapojitoa kuja kanisani, mjue hamkuji kutafuta Mungu bure. Kuna malipo. Na pale tukisoma hapo nyuma, si ametuambia kuna mali ziko mahali pasili. So tukikubali kumtumikia Mungu, kumtafuta Mungu, sio bure. Hata tukiona ni kama, unajua wengine tunaenda ni kama vile nitumie Alex akiniitisha kitu, pengine yeye apigi mahesabu hiyo kitu inaweza anataka aniitishe saa hii na jioni nimpatie, na kwingine hata mimi naenda na jaribu kutafuta inakosa. So kuna kugojea, tusiwe na ile haraka kubwa kwa Mungu. Hata kuna kusubiri. Bwana asifiwe. Hiyo na 19b inasema niĩ Jehova njaragia ũhoro wa ũthingu na ngoimbũra maũndũ marĩa merekereire. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe anasema yeye huwa anaongea yale maneno yenye
ni ya kweli na ni sahihi. Sahihi ni kusema yale iko, si ati naongea tu nionge. Mungu aongeangi tu ndio aongee. Akiongea ni lazima hiyo ahadi itimie. Haya, 20 kusanyikeni pamoja mje enyi wakimbizi kutoka mataifa, wale wabebao sanamu za miti na watu wasio na akili. Hapa Mungu anatufundisha tusiwe watu wa kubeba sanamu. Si hapo mbeleni ametuambia yeye ndiye Mungu, na machweo ya jua na mwishowe yake yeye ndiye Mungu. So hapa anatukanya tusije tukakuwa tuna abudu hizo kubeba sanamu hizo za miti na nini. Anasema hao ni wenye hawana haki, ni watu wenye hawana akili. Juu hapo mbeleni maandiko imetuelezea vizuri kulingana na vile Mungu anataka. So hapo hiyo tu, wale waombao miungu isiyoweza kuokoa. Sisi tunaweza jifunia kuwa Mungu mwenye tunatumikia ni Mungu anatuokoa, ni Mungu huwa anatupeleka mahali. Tukiangalia kuna maandiko ya ni Daudi, ni Daniel aliamrishwa na mfalme, alikuwa amekataza watu waombe, si ndio? Lakini Danieli alisema mimi sitainamia miungu yako. So hata wewe mwenyewe unafaa usimame imara na Mungu wako mwenye ati ukimwomba anakusikia, ukimwomba kitu anakupea. Bwana asifiwe. 21 Tangazeni litakalo kuwepo, lisemeni hilo, wala wao na wafanye ushauri pamoja. Haya mambo yenye tunaongea inafaa hata wewe mwenyewe nenda ujisome, jaribu kutafuta mashauri. Si ati mimi ndiye najua sana. Hata wewe mwenyewe tafuta ushauri ndani ya haya maandiko. Tusome hapo tu. Haya, ni nani aliyetangulia kusema hili tangu zamani, aliyetangaza tangu zamani za kale? Je, haikuwa mimi Bwana? Wala hapana Mungu mwingine zaidi yangu mimi, Mungu mwenye haki na Mwokozi, hapana mwingine ila mimi. Kwa haya mambo yote Mungu alikuwa ananena na Musa juu ya wana wa Israeli. Mengine alikuwa ameahidi mababa zao, na sasa imefika anataka kuwapea ama kutimiza ile ahadi aliyokuwa ameahidiana na baba zetu.
Ndio hapa anauliza haya mambo ni nani alitangulia kuyasema? Si ni Mungu? Yale mambo Mungu ametangulia kuyasema kwa maisha yako ni lazima yatimike. Ndio hapa anasema haikuwa mimi Bwana. Sasa ni swali anauliza. Jo, hiyo time ilikuwa imefika, unapata wana wa Misri wakiongozwa na Musa, kuna mahali walikuwa wamefika, wanaanzia kunugunika, wanaanzia kuambia mpaka Musa, kwani ukitutoa Misri haukuwa unajua huko tunaweza pata makaburi ya kuzikwa huko hata afadhali huko Misri kulikuwa na malenge kabla ya kutuleta huku jangwani tukufia huku na njaa. Hapa ndio sasa naye Mungu anauliza haya maneno si mimi ndiye nilikuwa nimeyatangulia kuyasema nitamvukisha mto Yordan ndio mufike Kanaani. Nasi kama mtu, kama binadamu, mwili na damu, wengine huwa tunashoka, na ndio pale mwanzoni nilisema kwa Mungu ni lazima kuwe na kusubiri. Ni lazima kuwe kuna kusubiri, na wakati tuko kwa huu hai na hii dunia, kuna kwingine Mungu tu atakupitishia juu kuna pale anataka utoke, na usipokubali kupitia kwa haya, wewe utaanzia kunugunika tu kama wale wana Misri. Unakaa kwa Mungu unaona, kama juzi nilisema, unakaa kwa Mungu unaona hii kabeta nimevuka kwa muda mrefu sana. Hii kabeta nimekaa kulingana vile wewe unaona, kwani ni mimi tu, ni sisi tu. Unafika mahali unaanzia kuchoka, si ndio? So Mungu hataki uanzie kuchoka vile amekuahidi. John, hii kanisa msijali. John asubuhi alituambia tuko wengi sana sana, na Mungu atazidi kuenda na kutupanua. Bwana asifiwe. Tuende hapo hiyo 21 pale mwisho kabisa. Mungu mwenye haki na mwokozi, hapana mwingine ila mimi. Huyo ni Mungu anasema, hakuna mwingine ila yeye. Tutaruka hivyo tuende mstari wa 24. Watasema kuhusu mimi katika Bwana, katika Bwana peke yake ndiko kuna haki na nguvu. Wote waombao amemkasirikia Mungu watamjia yeye na watahayalika. Hapa Mungu anasema hivi, kuna wengine huwa wanakasirikia Mungu tu bure, kumkasirikia Mungu juu ya kukosa kukuwa na kunyenyekea, kunyenyekea. Ndio Mungu akisha kuahidi, amekuahidi kuna wao watakuja tu mtaka wakiona tu mnavuka kutoka huko ng'ambo, mnavuka mkikuja huku Kabete, wengine wataanzia tu kumfuata tu,
Kumfuata tu. Watakuja baadaye kuona makasiliko yao kwa Mungu. Hakuna kitu inawasaidia. Bwana asifiwe. Ako kwa mstari ya mwisho, lakini katika Bwana wazao wote wa Israeli wataonekana wenye haki na watashangilia. Bwana asifiwe. Tukirudi nyuma tuone vile wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Walipovuka mto Jordan, kuvuka ile ng'ambo nyingine, walifanya nini? Si walichangilia? Kuna wimbo ilikuwa inaimbwa Aisiraeli marĩngĩirie-inĩ itune nimeoneire magegania ma Mwathani. Na bado hapo mbeleni inasema wakishavuka ng'ambo ile nyingine, Miriam alishukua darama, wakamsifu Bwana. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa niangalie maandiko mengine. Hii nataka tuisome tu, iko katika Zaburi 144:12. Inasema hivi: wana wetu wakati wa ujana wao watakuwa kama mimea iliyotunzwa vizuri. Binti zetu watakuwa kama nguzo zilizoviringwa. Kumrembesha juba la kifalme. Ghala zenu zitajazwa aina zote za mahitaji. Bwana asifiwe. Hapa Mungu anasema, na huyu ni Daudi alipokuwa anaongea, alikuwa anamshukuru Mungu kwa ushindi. Nasi wakati tutakapomtii Bwana, huo ujana wetu bado hatujazeeka, bado sisi ni vijana. Mungu maandiko inasema tutakuwa kama mimea iliyotunzwa vizuri. Hapo chini 13 inasema ghala zetu. Ghala ni nini? Ewa, ghala ni nini? Unaona, tutakapo kubali kumtii Mungu, hizo ghala zetu, na ujue ghala ni mahali unaweka vitu zako, mali yako, na kama maandiko inatuambia zitajazwa aina zote za mahitaji. Hapa inatuhimiza tukue karibu sana na Mungu, si ndio? Kama tukimtii Mungu atakuwa anatushughulikia mambo yetu. Kila kitu chochote uhitaji unakipata. Bwana asifiwe. Kondoo zetu watazaa kwa maelfu, kwa makumi ya maelfu katika mashamba yetu. Mkasai wetu watakokota
mizigo mizito. Acha niende kwa Kikuyu. Kwa Kikuyu nasema hivi: ndegwa citũ nacio nĩ ikuage mĩrigo mĩingĩ, na gũtũre kwagĩte mũtharĩko ona kana ndahano, ona mathome-inĩ maitũ kwage kĩrĩro. Bwana asifiwe. Hapa Mungu anatuambia zile dume zetu sini ndizo ndegwa asio hii siwe zinabeba ile mizigo mizito. Basi hiyo mizigo mizito inakuwa ni zile mali mzuri. Bado hapo maandiko inatuambia kwetu kuishi bila kukuwa na matatizo. Na bado tusio watu wa kutekwa nyara, si dahano. Sini ukiwa na mali inakujwa inachukuliwa. Hiyo mambo isije ikafanyika kwetu. Bado maandiko inasema mathome-inĩ maitũ, kwa njia zetu kusiwe na kilio. Bwana asifiwe. Kwa Kiswahili hapo inasema hakutakuwa na kubomoka kuta, hakuna kushakuliwa mateka, wala kilio cha taabu katika barabara zetu. Hii bado ni unabii. Ati kwa njia zetu hakutakuwa na kilio na hakutakuwa na taabu. Leo tunapotoka katika haya madhabahu, kwa zile njia tutanenda kupitia kuanzia kesho, hata kama ni makazini, kusiwe na taabu ama kilio. Bwana asifiwe. Na kwa kuwa sisi ni waombaji, twamuomba Mungu ayatutimizie haya maneno. Hiyo 15 inasema heri watu waombao, ili ni kweli. Heri wale waombao Bwana ni Mungu wao. Unapoenda kukamilisha, ningesihi tu tuwe watu wa kuomba, watu wa maombezi. Tunaomba Mungu na tufanye kukua wakaribu sana kwa Mungu tukiomba. Bwana asifiwe. Sijui ni quote kama mstari kengine na hii ndiye tutakuja kufunga naye, si ndio? Huyu hapa Isaia 42. Huyu hapa mtumishi wangu, nimeyatengeneza mteule wangu ambaye ninapendezwa naye.
Nitaweka roho yangu juu yake, naye ataleta haki kwa mataifa. Bwana asifiwe. Ningetaka tu umuombe Mungu, mwambie yuko hapa, akufanyie kulingana na vile yeye anaona. Ningetaka tu tusimame tuende mbele za Bwana, mwambie Mungu tu kile tu unasikia akusaidie katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Mũriũ Jesũ Kristo, ndagũtĩa na ndakwambararia nĩ tondũ Baba no wagĩrĩire. Nĩ wega mũthamaki mũnene, nĩ tondũ woiga we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Umesema si wapakwa mafuta wako Jehova Mungu, omba Mungu tusaidie tukae karibu na wewe. Tunakuhitaji Baba yetu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova, wastahili. Tupe uwezo Mungu wetu, hii wiki tunapoenda kuianzia Jehova, tuomba kuongozwa na wewe Mungu wangu, tuomba kukaa karibu na wewe, tushike na mkono wako Jehova, hadi katika jina la Yesu Kristo. Tumebaki hapo karibu na wewe Mungu wetu, ukitutawala Jehova, hadi katika jina la Yesu Kristo tuomba na tukiamini, amen. Naona kama nimetimiza yangu, nimefika mwisho.